Baada ya kuwa na mkanganyiko mkubwa kati ya Dogo Paten pamoja na Dogo Sergeant kuhusiana na namna ambavyo bifu lao lilianza, namna ambavyo ngoma ambayo walitoa au ngoma ambayo walifanya kwa pamoja ya remix ya ngoma ya Salio ambayo aliimba Mario kwenye albamu yake ya The Goddess ambayo alitoa ilikuwa ni mwaka 2024, ndivyo mwishoni. Lakini kumekuwa kuna mkanganyiko mkubwa kutokana na the way ambavyo Dogo Paten amekuwa anapewa supporta kubwa sana, hata kwa mashabiki, hata kwa baadhi ya wasanii wakubwa ambao wanafanya vizuri Tanzania kama Zuchu, Divoice. Na juzi kati hapa alifanya interview pamoja na DW, moja kati ya media ambayo ni kubwa sana duniani. So hicho naona ni kitu kikubwa, na comment za mashabiki mbalimbali zimekuwa always ni negative zaidi kwa Sergeant kutokana na kile ambacho alichokifanya baada tu ya ngoma ya Salio kutoka. Ni kama vile Dogo Sergeant aliona kwamba kwenye game ya muziki wa Singeli basi anaweza akafanya vizuri, lakini kama vile meza imepinduka. Sasa hivi amekuwa ni moja kati ya wasanii ambao wamekuwa wanalalamika zaidi kuhusiana na namna au kuhusiana na comment za mashabiki, the way ambavyo zimekuwa always zinaenda upande wake, zikiwa zikimkosoa kwamba ni msanii ambaye hawezi kuimba, si ndivyo, na ni msanii ambaye maybe anatafuta pesa kwa ajili ya kujinufaisha mwenyewe. Na kumekuwa kuna comment au positive comment kuhusiana na Paten kwamba ni moja kati ya wasanii ambao wanajua kuimba, ni moja kati ya wasanii ambao wanaheshima na mambo mengine kaa hayo. Sasa jana wakati anafanya interview kwenye Clown FM kupitia kipindi cha Jilani, kuna Mwijaku alipiga simu au aliongea na Rayvanny kuhusiana na mwenendo wa Dogo Sergeant kwamba ni moja kati ya wasanii ambao wamekuwa ni kama vile mashabiki wanataka kumpoteza kabisa kwenye muziki kutokana na zile comment ambazo amekuwa anazipokea kutoka kwa mashabiki, si ndivyo? Na Rayvanny alikuja kufanya kitu kikubwa ambacho nahisi Dogo mwenyewe hata wale ambao wanamsimamia Dogo Sergeant wanaweza wakaappreciate, kwa sababu kufanya collabo na Rayvanny ni moja kati ya kitu ambacho wasanii wengi wa Tanzania wanawishi. Na Rayvanny alikuja kushare kwenye ukurasa wake wa Instagram kuhusiana na anagoma moja la Singeli na anahitaji msanii wa Singeli ambaye anaweza akaingiza vocal na likaenda likafanya vizuri, si ndivyo? Kama unakumbuka ngoma yake ya mwisho ya Singeli ambayo alifanya ilikuwa ni yeye pamoja na Misondo. Ilikuwa ni mwaka jana, mwaka 2024 ndio ilikuwa ni mwaka wa mwisho ambao Rayvanny alifanya ngoma ya Singeli. Sasa baada ya kutangaza alikuwa anatafuta msanii wa Singeli, na baada ya Mwijaku kumuombea collabo Dogo Sergeant, Rayvanny alipitisha kwamba wasubiri kwamba atoke nje kwenye aliko, then watakuja kufanya hiyo collabo ya pamoja ambayo inawezekana ikampushi Dogo Sergeant kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Na kitu ambacho mimi nilikipenda kutoka kwa Rayvanny ni namna ambavyo alimpa nguvu kijana kuendelea kupambana, kwa sababu alimwambia hakuna kitu kizuri ambacho kinakuja kwa njia rahisi, na hakuna msanii anakuwa mkubwa pasipo kupitia hizo negative comment ambazo anazozipata kutoka kwa mashabiki. Na Dogo aliwahi kufanya interview na moja kati ya chombo cha habari kutoka Tanzania, na akasema kwamba mashabiki wamekuwa ni moja kati ya watu ambao wanamkatisha kabisa, na ilibaki kidogo aache kufanya kabisa muziki na aendelee kufanya mishe zake nyingine. Lakini Rayvanny alikuja kumpa moyo na akasema hakuna msanii mzuri au hakuna kitu kizuri ambacho kinaweza kikapatikana kwa njia rahisi. Kwa hiyo hayo matusi ni moja kati ya njia ambayo itamfanya yeye akomae kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua mwingine. Hata yeye alipofika kuna baadhi ya watu ambao hawakutamani afike pale alipokuwa, na hawakutamani kuona kile ambacho amekuwa anakifanya always muda huu kwenye muziki wa Bongo Flava, na ameendelea kufanya vizuri zaidi. Hata ukipitia comment kwenye ile post ambayo aliposti Mwijaku kwenye ukurasa wake wa Instagram, ukiona pale ni namna ambavyo ni jinsi ambavyo mashabiki walivyokuwa wanapeleka negative comment kwa Dogo Sergeant pamoja na kwa Rayvanny kwamba Rayvanny ni msanii ambaye amepotea kwenye game ya muziki. Sasa anaenda kufanya collab na msanii ambaye amekuwa hana tension yoyote ile kwa mashabiki wa muziki wa Bongo Flava, especially kwenye muziki especially kuhusiana na hii tension ambayo inaendelea kati ya Dogo Sergeant pamoja na Dogo Paten. Wewe kama mdau wa masuala ya muziki au kama mdau wa masuala ya burudani nchini Tanzania, una ujumbe gani kuhusiana na hiki ambacho Rayvanny amemwaahidi huyu kijana kuhusiana na kufanya collab? Anaweza akamtoa kwenye ile hatua aliyokuepo na kumpa nguvu na kumpa support ili aendelee kujiona kwamba ni moja kati ya wasanii ambao wanaweza wakapewa support wakafanya vizuri. Kama hujatufollow kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Mbai, moja subscribe channel yetu ya Mbao TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wa kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka humo ndani. Lakini usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia kaa hivyo.